Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, Jumaa karimu. Leo ni Julai 10, 2026. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni David Inkia. Katika Amka na BBC asubuhi, Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana huku waangalizi wakiripoti kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Baraza la Katiba la Senegal limebatilisha kura ya bunge iliyoidhinisha marekebisho ya katiba iliyopitishwa Juni 29, likisema utaratibu uliotumiwa na wabunge haukuzingatia matakwa ya katiba. Na katika gumzo, matumaini ya bara la Afrika katika kombe la dunia yameyeyuka baada ya wakilishi pekee waliokuwa wamesalia Morocco kuondoshwa na Ufaransa kwa goli 2-0. Nini haswa kinakwenda kombo kwa timu za Afrika? Bado tuna matatizo mengi sana. Tuna changamoto kwenye eneo la miundombinu, lakini pia tuna shida kwenye management zetu za mpira, kwa maana ya uongozi, kuanzia kwenye mashirikisho, namna ambavyo mambo yanaendeshwa. Kabla yote tunakwenda kwake Phyllis Motea kwa muktasari wa habari za ulimwengu. Karibu Phyllis. Shukran Mkia. Hujambo msikilizaji. Kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amezikwa katika eneo la makaburi ya kidini mjini Mashhad, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Amezikwa pamoja na wanafamilia wake 4 waliouawa naye mwanzoni mwa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel Februari mwaka huu. Wakati shughuli za maziko zikiendelea, maafisa wa Iran wamesema kwamba mashambulizi mapya ya anga yalifanyika katika maeneo kadhaa nchini humo, huku mapambano kati ya Iran na Marekani kuhusu udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz yakiendelea. Iwapo vita zitazuka tena, Mungu wetu atusaidie. Safari hii ni nini kitakacholengwa? Watu wamechoshwa na hali hii. Mara leo kuna makubaliano ya kusitisha mapigano, alafu kesho makubaliano hayo yanavunjwa. Andy Burnham, anayetajwa kuwa na nafasi kubwa ya kuwa waziri mkuu ajaye wa Uingereza, ameomba radhi kwa namna chama tawala cha Labour kilivyojibu mwanzoni kuhusu hatua za Israel katika ukanda wa Gaza. Katika wiki za mwanzo za mzozo huu, waziri mkuu Keir Starmer alikosolewa baada ya kuonekana kusema kwamba Israel ilikuwa na haki ya kukata huduma za maji na nishati katika eneo la ukanda wa Gaza. Baadaye alifafanua kwamba alimaanisha Israel ilikuwa na haki ya kujilinda. Andy Burnham amesema kwamba chini ya uongozi wake, msimamo wa Uingereza kuhusu mzozo huo utakuwa mkali zaidi. Mamlaka katika eneo la kusini mwa Hispania zimesema watu wasiopungua 12 wamefariki dunia kutokana na moto mkubwa wa nyika katika jimbo la Armenia. Baadhi ya waathirika walikutwa ndani ya magari yaliyoteketezwa na moto huo. Zaidi na Florian Kaijage. Mashahidi wanasema moto huo ulisababishwa na waya wa umeme ulioanguka, uliowasha moto ambao ulienea kwa kasi hadi katika eneo la msitu lililokuwa karibu. Wimbi la joto kali lenye viwango vya nyuzi joto takriban 40 Celsius limechochea milipuko ya moto wa misituni katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Ulaya. Mamia ya wazima moto wanaendelea kupambana na moto mkubwa nchini Ufaransa, Ureno na Hispania, huku maelfu ya watu wakilazimika kuyahama makazi yao. Serikali ya Mexico imesema kwamba itafungua mashtaka ya jinai nchini Marekani kufuatia vifo vya raia wake wakiwa chini ya ulinzi wa mamlaka za uhamiaji au wakati wa operesheni za utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Mapema wiki hii, raia mmoja wa Mexico aliuawa kwa risasi na afisa wa idara ya uhamiaji na forodha ya Marekani, yani ICE, wakati wa operesheni katika jimbo la Texas. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Phyllis Motea. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM radio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Tanzania unatupata moja kwa moja kupitia Radio Free Africa na Buda FM. Kenya ni Count FM na Gulf Radio. Ukiwa pale nchini Uganda ni Voice of Muhabura na Radio Lira, na iwapo upo DRC tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Asubuhi leo upo nami David Inkia. Karibu. Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana huku waangalizi wakiripoti kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Marekani imesema imealenga maeneo 90 ya kijeshi, baadhi yakiwa jirani na mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa upande wa Iran imesema watu 14 wameuawa katika kipindi cha siku 2 zilizopita. Phyllis Motea na maelezo zaidi.
Vyombo vya habari vya serikali ya Iran pia vimeripoti kwamba maeneo yaliyo karibu na kituo cha nyuklia cha Bushehr yalilengwa katika mashambulizi hayo. Hata hivyo, Marekani haijatoa tamko kuhusu mashambulizi hayo ya karibuni. Kwa upande wake, Iran imesema kwamba imelenga kile ilichokiita maslahi ya Marekani nchini Kuwait, Bahrain na Qatar, ikiwa ni hatua ya kulipiza mashambulizi hayo. Baadaye Alhamisi, vyombo vya habari vinavyohusishwa na serikali viliripoti kwamba Iran ilianzisha mashambulizi mengine yaliyolenga maeneo nchini Kuwait, Jordan na Iraq. Wakati huo maelfu ya watu walikusanyika kushiriki mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, baada ya siku 6 za taratibu za mazishi. Umati mkubwa ulifurika katika mitaa ya mji wa Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran, wakipeperusha bendera za taifa. Baadhi ya watu walionekana wakiwa wamebeba mabango yaliyokuwa na ujumbe wa vitisho dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump. Ali Khamenei aliuawa tarehe 28 mwezi wa Februari katika saa za mwanzo za mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeyalaani mashambulizi mapya ya Marekani, ikiyataja kuwa uhalifu mkubwa wa kivita na kuelezea utawala wa Marekani kuwa waovu na wa vita vya kisaikolojia. Wizara hiyo pia imesema madaraja na reli inayounganisha Tehran na mji wa Mashhad ambako mazishi ya Khamenei yanafanyika yaliharibiwa katika mashambulizi hayo. Aidha, wizara ya afya ya Iran imesema kwamba watu 14 wameuawa na wengine 78 kujeruhiwa katika majimbo 5 nchini humo. Hata hivyo, afisa wa wizara ya ulinzi wa Marekani ameiambia BBC kwamba Marekani haijafanya mashambulizi yoyote nchini Iran katika saa za hivi karibuni. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, ambaye pia ni mkuu wa timu ya Iran katika mazungumzo na Marekani, amesema kupitia mtandao wa X kwamba Marekani bado haijajifunza kwamba vitisho na kuvunja ahadi sasa vina gharama zake. Ni Phyllis Mote. Kwingineko, baraza la katiba la Senegal limebatilisha kura ya bunge iliyoidhinisha marekebisho ya katiba yaliyopitishwa tarehe 29 Juni, likisema utaratibu uliotumiwa na wabunge haukuzingatia matakwa ya katiba. Uamuzi huu umefuatia rufaa iliyowasilishwa na rais wa nchi hiyo Bassirou Diomaye Faye, aliyedai mchakato wa kufanya marekebisho hayo ya katiba ulikuwa kinyume cha katiba ya nchi hiyo. Zaidi na Florence Kejage. Kufuatia uamuzi huo, muungano unaomuunga mkono rais Diomaye Faye ulitoa taarifa ukikaribisha uamuzi wa baraza la katiba. Muungano huo unauona uamuzi huo kuwa adhabu dhidi ya wabunge wa chama chenye wingi bungeni walioidhinisha sheria ya Juni 29, 2026. Kisiasa, uamuzi huu pia ni ushindi mkubwa kwa rais Bassirou Diomaye Faye, ambaye alipinga kura hiyo, na pigo kwa wafuasi wa mageuzi hayo, wakiwemo wabunge wengi kutoka chama tawala cha PASTEF. Mageuzi hayo yaliyoidhinishwa kwa wingi mkubwa wa kura bungeni, ambako PASTEF ina viti 130 kati ya viti 165 vya bunge la kitaifa, yalilenga kurekebisha ibara 29 za katiba ili kupanua mamlaka ya bunge, huku ikipunguza mamlaka ya rais. Rais Bassirou Diomaye Faye na spika wa bunge la kitaifa Ousmane Sonko waliingia madarakani pamoja mwaka 2024 wakiwa na ahadi ya kufanya mageuzi makubwa, lakini ushirikiano wao umeingia dosari hivi karibuni, jambo linalochochea hali ya kutokuwa na uhakika wa kisiasa nchini humo. Namni Florence Kejage. Dhuluma inayotokana na akili unde, yani AI, ni aina ya unyanyasaji wa mtandaoni unaokuwa kwa kasi kubwa, na wanawake pamoja na wasichana ndio walengwa wakuu. Sasa serikali husika na kampuni kadhaa za mitandao ya kijamii zimeanza kuchukua hatua rasmi. Taarifa ya Lilia Lolenko inawasilishwa na Leila Mohamed. Teknolojia ya akili mnemba sasa imekuwa ya hali ya juu sana, kiasi kwamba inaweza kutengeneza picha zinazoonekana kama halisi kama hii. Lakini pia teknolojia yenyewe inatumiwa kuwadhulumu watu mitandaoni. Inaweza kuchukua picha yoyote na kuigeuza kuwa picha ya ghushi ya kuonyesha utupu wa mtu. Na jambo hilo linaweza kufanyika kwa picha halisi ya mtu bila yeye kujua au kutoa ridhaa yake. Picha ghushi au taarifa za uongo zimekuwepo kwa muda sasa, lakini sasa hivi kupitia akili unde, kwa kutumia tu
tu lugha rahisi, tunaweza kuliambia jukwaa hili la AI litengeze picha hii, jambo ambalo linahatarisha haki za watu. Vifaa vingi vya kiteknolojia vya kukarabati picha kwa kutumia teknolojia akili unde vina watumiaji halali, lakini idadi kubwa ya vifaa hivyo vimetengezwa mahsusi kwa ajili ya kuunda picha ghushi za kuonyesha utupu na tendo la ngono. Uchunguzi uliofanywa na shirika lisilo la kiserikali la Tech Transparency Project ulibaini kuwa zaidi ya programu 100 za utupu zinazoendeshwa na akili unde zilikuwa zikipatikana kwa ajili ya kupakuliwa kwenye Google Play Store na Apple Play Store mapema mwaka 2026. Kote duniani, programu hizo zimefikiwa zaidi ya mara milioni 700 na kuingiza mapato ya dola milioni 117. BBC iliziandikia barua pepe kampuni za Google na Apple kupata maoni yao. Kampuni zote mbili zilisema zimeondoa au kuzifungia programu hizo na pia kwamba zimechukua hatua dhidi ya watengenezaji wake. Wakosoaji pia wanahoji kuwa sekta ya akili unde bado inatawaliwa kwa kiasi kikubwa na wanaume na haijafanya vya kutosha kuipa kipaumbele swala la usalama wa wanawake. In fact, many of these apps don't even... Kimsingi, programu nyingi kama hizi hazifanyi kazi kabisa kwenye picha ya mwili wa mwanaume. Tunafahamu pia kwa wanawake sio wanaunda teknolojia hii. Aidha, tunajua kwamba kwa mfano, wanawake ni 12% tu ya watafiti wa akili unde duniani. Ni wanaume wanaofaidika na ukatili wa aina hii dhidi ya wanawake. Baadhi ya nchi zimetunga sheria zinazolenga ukatili unaotokana na akili unde. Uingereza imeharamisha utengenezaji wa picha kama hizo mnamo Februari mwaka huu na kuitaja kama kosa la jinai. Lakini kwa nchi nyingi mfumo wa kisheria bado haupo kabisa. Wataalamu wanasema bila sheria madhubuti, kampuni za teknolojia hazichukui hatua haraka vya kutosha, jambo linalofanya programu hizi kuendelea kupatikana kwa urahisi. Ningesema tunahitaji kukuza uongozi wa wanawake katika teknolojia na wanawake kuwa sehemu ya utengezaji wa teknolojia hii, kwa sababu kwa njia hiyo teknolojia itatengezwa kwa njia bora zaidi, ikizuia jambo hili lisitokee. Na taarifa yake Laila Mohamed inapeleka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Hapa Fikiri Dario Gakala wa Ngokolo, Shinyanga, Tanzania, anasema Marekani na Iran kushambuliana tena, gharama za maisha zitapanda maradufu tofauti na awali. Tunakwenda sasa viwanjani na Floren Kaijagi, twende bwana. Asante sana David. Ncha kubwa bado ni kombe la dunia huko Marekani, Canada na Mexico. Mabingwa mara 2 wa kombe la dunia, yani 1998 na mwaka 2018, Ufaransa wameunda timu nyingine maalumu na wanapewa nafasi kubwa ya kuibuka mabingwa katika fainali zinazoendelea. Wameonesha ni kwa nini wanabaki kuwa timu iliyo ngumu kuishinda mwaka huu kufuatia ushindi wa kuvutia wa magoli 2-0 ya Kylian Mbappe na Ousmane Dembele dakika ya 60 na 66 dhidi ya Morocco usiku wa kuamkia hii leo Alhamisi, na kuwa taifa la kwanza kuingia nusu fainali. Ufaransa pia imeshinda ubingwa wa Ulaya mara 2, lakini Didier Deschamps katika mashindano yake ya mwisho kama meneja ameiunda timu bora zaidi ya Le Bleu kuwahi kutokea. Ikiwa watashinda kombe hilo hapo Jumapili Julai 19, wanaweza kuhalalisha madai hayo, huku kiungo wa zamani wakati Patrick Vieira ambaye alicheza katika ushindi wa fainali wa 3-0 dhidi ya Brazil mwaka 1998 akisema kizazi cha sasa kinakaribia kwa kikosi bora zaidi na cha muda wote. Utasikia kwa kina katika gumzo hapo baadaye kuhusiana na fainali za kombe la dunia na hasa uwakilishi wa Afrika. Bila shaka Ufaransa sasa wanamsubiri mshindi wa mchezo wa leo usiku saa 4 za Afrika Mashariki kati ya mabingwa mwaka 2010 Hispania watakaokuwa wanatoana jasho na Ubelgiji katika robo fainali ya pili. Timu hizo zote kutoka bara la Ulaya zinakutana nchini Marekani katika pambano la mashindano kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 16 iliyopita walipokuwa kundi moja katika fainali za Afrika Kusini. Hispania imekuwa na kiwango bora baada ya kuwa timu ya kwanza katika historia ya kombe la dunia kushinda michezo 6 mfululizo bila kuruhusu goli pale ilipoichapa Ureno 1-0 katika hatua ya